Kwanza tujakwama kwa sababu kufuzu na kupata nafasi 4 ni jambo la kujipongeza. Alafu issue ya matokeo hiyo iko subjective, sio? Sisi tunapotaka kwenda kufanya vizuri na hao wengine tunaoshindana nao wenyewe wanataka kufanya vizuri. Kwa hiyo cha muhimu ni kuangalia tumeshatengeneza standard ya timu zetu kushindana. Ukiangalia mfano Azam amecheza mpaka mechi ya mwisho hatua makundi ndo ameshindwa kuwa na uhakika wa kwenda hatua robo finali. Kamaliza na alama 9. Yes. Ni alama nyingi, sio? Yanga amemaliza na alama 8, sio? Mechi ya mwisho kashinda, akampiga Kabile, sio timu ndogo. Kwa bahati mbaya wakati mwingine kwenye mpira, unajua ukiangalia matokeo kwa ujumla wake, unaweza ukapata tafsiri ambayo ni ya uongo. Mfano, kitendo cha Yanga kuwa kundi moja na mwakilishi wa Egypt na Morocco sio jambo jepesi. Sote ni mashahidi, tunajua mashindano ya Afrika ngazi ya vilabu, hizi timu za Morocco na Egypt ndio timu ambazo zimekuwa na historia kufanya vizuri sana. Zina uwezo mkubwa. Kwa hiyo ikitokea timu yoyote inakutana na hizo timu huwa kunakuwa na changamoto kubwa. Kwa hiyo kwa Yanga mimi siwezi kuwajaji kwamba wamefanya vibaya msimu huu kwa sababu wameshindwa kwenda robo finali. Kwenda robo finali ni matokeo, lakini kama timu bado wana timu imara na wana timu bora, sio? Wangeweza kupangwa kwenye kundi lingine, yawezekana ingekuwa ni story tofauti. Simba wao wanaonekana wamefanya vibaya kweli, kwa sababu ukilinganisha wamekuwa na historia nzuri ya kwenda robo finali. Kwa hiyo robo finali sio story, na msimu huu wamedrop, ndio ukweli. Lakini ukiangalia kwa nini wamedrop, ni kwa sisi ambao tunafuatilia mpira na nyinyi ni waandishi ambao mnafuatilia kila siku, hauwezi kuona ni maajabu ilikuwa inaonekana, kwa sababu hawakuwa na consistency ya timu yao. Msimu ulioisha ambao walifika finali ya kombe la shirikisho, mimi nakuachia assignment leo. Kaangalieni kile kikosi ambacho walichokuwa nacho msimu uliopita mpaka wanacheza mechi ya mwisho ya finali na Berkane. Mpaka leo hii tunavyozungumza wabaki wachezaji wangapi? Wazidi 4. Kwa hiyo katika mazingira hayo manake wale overall the whole squad waka start from the beginning. Kwa hiyo no way ya tunaweza ka expect matokeo makubwa katika mazingira kama hayo. Kwa kosa kubwa walilofanya ni kuwatoa wachezaji ambao walikuwa key. Wote wachezaji muhimu wote ambao walifanya vizuri kwa mujibu wa namba na takwimu, kina Oua, kina Mukwara, sio? Ngoma, wachezaji wote wakawatoa, wakasajili wachezaji wapya. Kwa hiyo ilikuwa ni maajabu kama ongeza kufanya vizuri msimu huu. Ni kurudisha nyuma kidogo kwenye AFCON. Ulikuwa nchini Morocco, lakini pia nimeona leo waziri alitoa upana wa mtu yeyote kushauri kwa sababu hawaoni. Unaiona taswira gani kuelekea mbele kwa klabu ya Simba kwenye hili? Mimi kwanza kilichonifurahisha ni namna ambavyo Mheshimiwa Waziri alivyoliweka. Alikuwa kama anafanya mzaha hivi, lakini alikuwa na send message ya uhalisia kwamba taratibu zifuatwe na zinajulikana. Kama ni katiba imefanywa marekebisho kwenye na wanachama wa klabu ya Simba kupitia mkutano mkuu, yamekuja BMT kwa msajili, basi msajili afanye kazi yake anavyoona inafaa. Yeye hajataka kuingilia kama waziri ili kuona anaweza kwa namna moja ama nyingine anaweza kushawishi au kuleta namna yote ile jambo lifanyike ndivyo sivyo. Amemwagiza msajili kwa mujibu wa taratibu ambazo yeye anazijua na anazisimamia, mchakato ufike mwisho, ambalo kwangu mimi nimeona ni jambo jema, kwa sababu hakuna sababu ya ili jambo kuendelea kuchukua mlolongo mrefu. Bahati nzuri miongozo ipo, sote tunafahamu kwamba BMT ilitoa mwongozo ya hii mifumo ya transformation na vilabu vyetu, na mwongozo uko clear. Kilichobaki ni vilabu vyenyewe na wanachama kufuata ule mwongozo wakati wanafanya hayo mabadiliko ya katiba zao kuelekea kwenye kufanya hizo transformation zao. Tayari kila kitu kiko clear. Kwa alichosisitiza ni kuachana na siasa. Unajua sisi moja kati ya vitu vinavyotukwamisha ni kuwekeza sana kwenye politics kuliko kwenye uhalisia, si ndio? Bahati nzuri kila kitu kiko clear. Kwa nini vitu vinachelewa? Kwa hiyo mimi nimemuelewa na ameisend message kwa lugha nyepesi, na naamini msajili atakuwa amepokea na atakwenda kuifanyia kazi kwenye eneo lake na kukamilisha huo mchakato ili mwisho wa siku tuone namna ambavyo mambo yanatakiwa kwenda. Taifa
Kwanza kabisa nimpongeze mwalimu Gamondi na kwa kupata hiyo fursa, lakini pia kuwapongeza wadau waliofanikisha Gamondi kupata hiyo nafasi kwa maana ya serikali pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa ajili ya kuhakikisha anabaki na anaendeleza project aliyoanza nayo ya kuinua timu ya taifa ya Tanzania. Ikumbukwe alipewa kandarasi ya muda mfupi na akaweza kuiongoza Stars kufika round of 16 ya michuano iliyokwisha ya AFCON. Mwakani tuna mashindano kama hayo, muda ni mchache. Kwangu mimi nimeona ime make sense kwa sababu kutokana na ufinyu wa muda na yeye kama Gamondi, kutokana na uzoefu aliokuwa nao wa soka letu, amehudumu hapa Tanzania kwa muda mrefu, anawafahamu wachezaji, anafahamu utamaduni, anawafahamu mashabiki, ni mtu sahihi. Kwa hiyo mimi kwa kifupi niwapongeza serikali kwa kufacilitate pamoja na TFF kwa kumappoint ili aweze kubaki. Naamini ni mtu sahihi ambaye anaweza akafanya kitu ambacho kinaweza kikaleta tija hapo baadaye. Kocha ambaye ameingia kwenye historia kupeleka hatua 16 bora kwenye mashindano ya AFCON yanayomalizika kule nchini Morocco. Naamini wewe ulikuwa ni sehemu ya watu ambao waliona kwa karibu. Ukitazama tunakwenda kuwa wenyeji sisi na Uganda na Kenya. Nini unachoweza kusema au kushauri kwa Miguel Gamondi ili ikiwa sehemu tu kumsaidia kwa maana nature ya Tanzania? No, cha kwanza kabisa approach aliyoitumia kwenye michuano iliyoisha ilikuwa ni approach sahihi kwa sababu aliweza kuwachukua wachezaji ambao walikuwa kwenye viwango vya juu kwa wakati huo. Ukiangalia setup ya timu yake ilikuwa na especially kwenye defense ilikuwa na wachezaji ambao wamekaa kwa pamoja muda mrefu kwenye level ya club na level ya national team. Kwa maana ya ile backline ya Yanga ilikuwa ni idea nzuri kuwashirikisha wote kwa pamoja, lakini pia kuwapa opportunity wachezaji ambao walikuwa na uwezo na walihitajika kucheza kupata nafasi, mfano Alphonse Mabula. Kwa waliokuwa wengi, na mimi nakumbuka mimi binafsi wa Tanzania wengi sana ambao walikuwa wananipigia nani Alphonse anacheza timu gani, watu wengi hawajui kama ni kwanza ni mchezaji wa Tanzania ambaye amecheza timu ya taifa ya Tanzania before, timu za vijana amecheza. Kwa hiyo wapo wachezaji wa aina yake wengi, na naamini kwa namna ambavyo waliweza kwenda kumfuatilia Alphonse kule Azerbaijan na kumuona, wapo wengine wengi sana ambao wana uwezo mkubwa, na kienda kuwafuata akaja akawapa nafasi kama alivyowapa kina Alphonse, naamini ataweza kuwa na wigo mpana wa kuchagua timu ambayo itaweza kumpa matokeo. Sisi tukiwa wenyeji haitapendeza kusema ukweli tutolewe kwenye hatua ya mwanzoni kabisa ya makundi. Kiuhalisia hatuwezi kusema kwamba pamoja na kuwa wenyeji tunaweza tukawa na uhakika wa kuchukua ubingwa, lakini tufanye vizuri. Kwenye muktadha kufanya vizuri unaweza ukauangalia kwa mazingira tofauti. Mojawapo tufuzu hatua makundi, tuingie kwenye round of 16 ambao tayari tumefika mwaka huu. Kwa hiyo tumeweka kidogo standard, ndio tukifika round of 16 tukafanikiwa kwenda hatua robo finali, kwangu mimi tayari itakuwa ni mafanikio tosha. Kama tukienda nusu semi final na tukafanikiwa kuchukua ubingwa itakuwa ni bonus. Lakini mimi ukiniuliza tukiwa wenyeji na michuano inachezwa hapa Mkapa Stadium, ndio Arusha Stadium, uwanja utakuwa umekamilika, naamini basi angalau tufike robo finali, kwangu mimi itakuwa ni mafanikio makubwa. Unaamini kuna pressure yoyote ile ambayo Taifa Stars inapewa kwa sasa hivi ukiwasikiliza viongozi wa wizara TFF wanadai kwamba kombe ikiwezekana libaki hapo hapo? Unafikiri kuna pressure yoyote Gamondi anaipata kuelekea kama anatishwa fulani? No, sio kutishwa, ni matarajio. Unajua unapokuwa una aim matokeo makubwa ni lazima uwaze kwa picha kubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia kufika robo finali kwa kuiwazia robo finali. Ukiwazia finali ukaiwazia ubingwa unaweza ukaishia robo finali. Kwa hiyo mimi naiona ni kauli za kwa ajili ya kutengeneza motivation kwa wachezaji, lakini pia kwa mashabiki, na sisi tu motivated, tusigeuze ikawa ni pressure kwa kocha na kwa benchi la ufundi na wachezaji. Mimi naiona ni kauli ambayo inatujenga, inatupa hamasa
ya kuamini kwamba tunaweza tukashindana tukijipanga vizuri, kwa sababu resources zote zipo, hatuna sababu ya kutokufanya vizuri. Dunia sasa hivi wote tumeshuhudia level ya anayejua na asiyejua imepungua, ni tofauti na zamani. Sasa hivi wachezaji wetu sio washamba kama zamani, tuna wachezaji ambao tayari wana exposure, umeelewa wachezaji ambao wana uwezo wa kushindana. Kwa hiyo kufanya vizuri ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo, lakini kufanya uzuri kwa magnitude ipi, hiyo ndio inabaki kama inabaki kwenye mabano. Lakini mimi binafsi sina hofu na namna ambavyo tunavyocheza kwa sasa hivi. Tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi kama wadau wote wakiwa wamejipanga na kila mmoja akatekeleza majukumu yake yanavyotakiwa. Hatuna sababu ya kutoperform kwenye mashindano. Transition ya Simba imeguswa hapa leo na waziri husika na akatoa maelekezo kwamba ndani ya mwezi angalau mpaka mwezi wa 3 basi Simba ambao wamejua kile kinachoendelea. Kati ya jambo ambalo linakuwa ni pasua kichwa kwenye nchi. Sawa umecheka na washirika pale, jambo nzito. Ilikuwa story nyingi. Maana unakwamisha na just umeona mwekezaji akicomment namzungumza Mo Dewji kwenye page ama kurasa rasmi wa IG Instagram club ya Simba akiuliza transformation imefikia wapi? Sasa waziri ametolea maelekezo. Ni swali zuri. Unajua kama taasisi yoyote ina miongozo yake namna inavyoendeshwa, sio? Mimi sio sehemu ya TFF, mimi sio sehemu ya wizara, kwa hiyo siwezi kujua wakiwa wamekaa kwenye vikao vyao wao wanapanga nini. Lakini kwa nafasi yangu mimi kama mdau nimekuwa nikiweka jitihada zangu, nikiamini kwa namna moja ama nyingine nitasupport hiyo mipango ambayo hizo taasisi kubwa zenye majukumu ya kuyasimamia wanayafanya. Mfano, mimi nilisema wakati tulipotangaza kuwa wenyeji wa AFCON, si ndio? Mimi eneo langu ni kuscout na kusaidia kudevelop talents na kuzimarket kwenye masoko ya nje. Mimi ndio vision yangu hiyo, iko clear. Kuscout talent na kuzimarket kwenye masoko ya nje. Kwa hiyo wakati wa AFCON nilisema mimi kama mchango wa kwangu nitaandaa vijana kwenye mifumo yangu mimi ambayo mimi naitumia, sawa? Ili by the time inafika AFCON 2027 basi walau kama sio vijana 3 4 ambao watakuwa wanatokana na michakato yangu mimi wawe ni sehemu ya timu ya taifa. Na hivi ninavyozungumza na nyie naamini hilo litatokea kwa sababu wapo vijana ambao tayari wapo kwenye mifumo, wapo Europe wanacheza timu za vijana chini ya umri wa miaka 19, na mara nyingi nyinyi mnajua mimi ninavyo operate, mimi sio mtu wa makelele. Kwa hiyo huwa ninaamini zaidi wakati wa ujenzi unahitajika vitu vifanyike undercover ili baadaye vitu vitokee watu wavione. Ukiwa mwanzoni huku na kwa mfano kijana unampeleka airport anaenda kufanya trial, unakwenda na media kamera, akifika huko sijui trial imekuaje, wakati mwingine haisaidii. Unaweza ukatengeneza matarajio makubwa lakini pia umtengenezei mazingira yule kijana kuweza kufocus na lile jambo. Kwa hiyo mimi mara nyingi huwa wakati wanakwenda kufanya trials wakiwa wanacheza huko kwenye timu zao za kawaida huwa uwezo kawaona mpaka baadaye wakishapata platforms kubwa ndio mnawaona. Yes. Kina Alphonse, kina Nova, wengi sana, kina Kachwele, nafikiri mfuatilieni Kachwele, mimi naamini top striker wa nchi hii. Umeelewa? Mfuatilieni vizuri. Kachwele yuko top kabisa sasa hivi Marekani. Mandeke, Mandeke yuko zake Ulaya lakini watu hawajui. Kwa hiyo naamini muda utafika watajua iko nchi gani anafanya nini. Lakini au ni baadhi kuwataja kwa uchache. Kwa by 2027 naamini timu ya taifa itakuwa na watu tayari ambao wataisaidia timu ya taifa. Asante. It's not a game, it's a rich thing.